Mara nyingi tunasema kwamba mchezaji unapokuwa kwenye timu kubwa, basi ni lazima uonyeshe thamani yako, ni lazima uweze kuonyesha kiwango chenye ubora ili waendelee kukuvumilia ndani ya klabu. Lakini kama hauonyeshi kile ambacho walikuwa nakitarajia, basi muda wowote unaweza kusepa ndani ya klabu hiyo. Kunako ndani ya klabu ya Yanga? Nini maamuzi kwenye upande wa benchi la ufundi pamoja na viongozi? Nini hatima ya baadhi ya wachezaji ambao wameshindwa kuonyesha kitu kikubwa? Kwa upande wa klabu hiyo, inaelezwa kwamba tayari kuna wachezaji ambao wapo kwenye alama nyekundu, yani ya kuondoka ndani ya klabu hiyo kwenye upande wa dirisha dogo, na tayari wamepewa taarifa kwamba endapo wakishindwa kuonyesha thamani yao, basi watasepa ndani ya klabu hiyo. Ni wachezaji gani hao? Nitakwenda kukutajia hapa majina ambayo nimeweza kuyapata kuhusiana na wachezaji wanaosepa ndani ya klabu ya Yanga au watakaosepa kwenye dirisha dogo endapo wakishindwa kuonyesha kitu kikubwa. Lakini kabla sijakwenda kukutajia orodha hiyo, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Klabu ya Dar es Salaam Africans inaonekana kujiandaa kufanya mabadiliko makubwa ndani ya kikosi chake kuelekea kwenye upande wa dirisha dogo, huku taarifa za ndani zikithibitisha kwamba wachezaji 6 wapo kwenye orodha ya wanaoweza kuachwa endapo hawataonyesha maendeleo ya haraka kabla ya kipindi hicho kufika. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya klabu hiyo, benchi la ufundi chini ya mwalimu Pedro Goncalves limepanga kuboresha kikosi kwa kiwango kikubwa, likilenga kuongeza ubora, kasi na nidhamu ya kiuchezaji. Hivyo baadhi ya wachezaji ambao wameshindwa kuendana na mfumo wa mwalimu wanaweza kujikuta wanapoteza nafasi yao na kuondoka kwenye upande wa dirisha dogo. Kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari wamepewa muda wa kuonyesha thamani yao kabla ya dirisha dogo kufunguliwa. Kocha anataka kikosi chenye wachezaji wanaoweza kutoa matokeo mara moja, si wale wa majaribio. Baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa huenda wakapewa mkono wa kwaheri kama mambo hayatakuwa vizuri kwa upande wao. Moja ya mchezaji ambaye anatajwa ni Moussa Barakonte. Kiungo huyu kutoka Guinea ambaye tunafahamu aliletwa ndani ya klabu hiyo kama mbadala wa Khalid Aucho, lakini ameshindwa kabisa kuonyesha kiwango kinachotarajia. Kwa upande wa kocha, kwa upande wa Pedro Goncalves, ameripotiwa kuwa licha na yeye pia kuingia ndani ya klabu hiyo, bado aina ya mpira ambao anacheza Moussa Barakonte anaonekana si mchezaji mwenye uzoefu mkubwa. Lakini pia mchezaji mwingine ni kijana Lassine Kouma. Kiungo mwingine huyu ambaye anaonekana kutokuwa na uthabiti katika mechi ambazo anapewa nafasi, bado imekuwa ni ngumu kwa upande wake, licha ya kuweza kuonyesha kwamba huenda ana kitu, lakini bado amekuwa hapati nafasi. Lakini pia mchezaji mwingine ni Frank Ansinki. Beki huyu wakati ambaye tunafahamu alijiunga na Yanga kwa mkopo akitokea ndani ya Singida Black Stars. Uongozi umewapa taarifa kwamba beki huyo Frank Ansinki atarejeshwa ndani ya klabu hiyo kutokana na nafasi kwa upande wake kuwa ni ngumu. Lakini pia bwana mdogo naye Kibwana Shomari ambaye ameshindwa kabisa kupata nafasi ndani ya msimu huu, tayari imekuwa ni shida kwake kuingana na kikosi, na tayari kama ambavyo tunafahamu yao anatajwa kwamba hatasajiliwa tena kwenye upande wa dirisha dogo, yani ataongezwa mchezaji huyo kwenye nafasi namba 2. Ya maana kwamba yeye pamoja na Israel Patrick Mwenda ndio watakaosalia, huko kwa upande wa bwana mdogo Kibwana Shomari ambaye anaelezwa kwamba huenda akatolewa kwa mkopo. Lakini pia mchezaji mwingine ni Prince Mpumelelo Dube. Mshambuliaji huyu kutoka Zimbabwe ambaye bado anapewa nafasi ya kuthibitisha ubora wake, amepewa hadi nusu msimu huu endapo hatakuwa amefunga angalau mabao 5. Kuna taarifa kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga watamfanyia tathmini, ambapo kama wakifanya vizuri zaidi mchezaji huyu anaweza akasalia, lakini mambo yakienda tofauti basi atasepa ndani ya klabu hiyo. Hivyo kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves anapanga kuibua na yeye pia Yanga mpya yenye uwiano na yenye wachezaji vijana, lakini pia ameomba kwenye upande wa bodi kwamba kumletea wachezaji wapya ambao wanaweza wasiwe na pressure na wakaweza kufanya vizuri ndani ya klabu hii.